Nichukue fursa hii kuwakaribisha kwenye mkutano huu maalum kabisa ambao ni mwendelezo wa kikao kilichofanyika cha kamati ya utendaji ya Club ya Young Africans. Ajenda kuu moja ambayo ilikuwa kwenye meza yetu ni mjadala na mazungumzo yanayohusiana na pande mbili ambazo zinakuja pamoja kujenga mradi wa uwanja wa Club ya Young Africans. Na kama tulivyokuwa na communications masiku machache yaliyopita, tulitoa taswira ya mradi huu kwa kuanza na kumtafuta mwekezaji ambaye tutakwenda kushirikiana naye, na tukatangaza nafasi hiyo, na baada ya hapo tukapata fursa ya kualika makampuni mbalimbali kuomba, na baadaye kupitia kwenye mchakato ambao uliongozwa na kamati yetu ya utendaji na hatimaye kumpata mwekezaji ambaye atakayeenda kushirikiana na Club ya Young Africans katika ujenzi wa uwanja. Lakini baada ya utambulizi huo, nichukue fursa hii kuwaalika wote kwenye mkutano huu, na nianze pia kwa kuwatambulisha ambao wako mbele yetu. Upande wangu wa kushoto tunaye makamu wa rais wa Club ya Young Africans Arafat Haji, na kushoto kwangu kwa mbali yuko Gerard Kihinga, mjumbe wa kamati ya utendaji ya Club ya Young Africans, ambao kwa pamoja tulikuwa na kikao hiki. Na kulia kwangu ni mtambulisha Mr. Ghalib Said Mohamed, mmiliki na mwanzilishi wa kampuni na makampuni ya GSM Group, ambao basically wao ndio washindi wa partnership na Club ya Young Africans kwenye ujenzi. Kulia kwangu mbele zaidi yuko dada yangu Cheni, ambaye yeye ni mkurugenzi wa procurement na miradi kutoka kampuni ya GSM Group. Baada ya utambulisho huo, na wote mnafahamu ya kwamba wiki mbili zilizopita tulitangaza kampuni ya GSM kuwa ndiyo partner wetu kwenye ujenzi wa uwanja, na hii ilitokana na process ambazo tulizitangaza kama nilivyosema awali, na tukasema ya kwamba baada ya hapo tutawasiliana na GSM Group kwa ajili ya kuwapa namba moja, kuwajulisha kuhusu kufanikiwa kwao katika maombi ambayo waliyaleta kwetu, na la pili kuwaletea yale mahitaji ambayo Club ya Young Africans inataka kuyafanya kwenye uwanja huo. Nitoe taarifa kidogo kuhusiana na mradi wetu. Ni mradi wa uwanja ambao tunatarajia kujenga katika eneo letu iliyokuwepo mitaa ya Twiga na Jangwani, ardhi ambayo Club ya Young Africans ilikuwa inaimiliki kwa muda mrefu, lakini ardhi ile ilikuwa haipo katika shape sahihi. Tukaiomba serikali kupitia mradi ambao uko pale sasa hivi wa maendeleo ya Mto Msimbazi, na serikali ikapokea dhamira yetu na kuichakata na hatimaye kutupa mwongozo wa vitu vya kufanya, na baadaye kukubaliana kupewa eneo lenye square mita 37,500 likiwa lipo katika shape sahihi ya mita 250 kwa 150 upana kwa ajili ya ujenzi wa uwanja wetu. Baada ya kupewa eneo hilo, tukatangaza kutafuta partner ambayo tutaweza kutumia mahusiano hayo kujenga nayo uwanja huo. Tukaipata kampuni ya GSM, na baadaye kampuni hiyo tukaiandikia kuwapa mahitaji ya aina ya uwanja tunaohitaji. Young Africans inategemea kujenga uwanja kwa partnership hiyo wenye category 3 au 4, between 3 or 4. Tukienda kutafuta kwenye CAF guidelines za aina ya uwanja, utanielewa nikisema category 3 au 4. Category 3 na kupeleka mpaka robo finali ya Champions League, na mashindano yote madogo yanaweza kushiriki hapo. Na category 4 is the highest when it comes to standards za viwanja, ndio inaweza kupelekea hadi kucheza finali za mashindano yote barani Afrika, ikiwemo AFCON, Champions League, CAF Confederations na mashindano mengine. Kwa hiyo tuliamua kwenda kwenye kategori hiyo ili kutoa fursa ya klabu ya Yanga ambayo sasa hivi imedevelop behavior kushiriki mashindano ya kimataifa, lakini pia kutoa fursa ya uwanja wetu kutumika kwenye mashindano mbalimbali, kwa sababu eneo hilo halitakuwa tu la uwanja wa mpira wa miguu, lakini facility hiyo inaweza kutumika kwenye mechi mbalimbali, lakini pia matukio mbalimbali ya kijamii. Na dhamira ni kukusanya fedha kwa ajili ya kuhudumia uwanja. Lakini tutakwenda kujenga uwanja ambao ni state of the art. Leo ambapo ni sehemu ya taarifa hii tunaitoa,
Excom iliweza kupata nafasi ya kupata presentation ya aina ya uwanja utakavyokuwa. GSM Group wame appoint leading architect David Kibebe, ambaye yeye ndio amekuja kufanya presentation ya aina ya uwanja ambayo kitaalam inaitwa conceptual design, kupata concept ya jinsi gani uwanja utakavyokuwa kulingana na hizo standards za CAF, lakini pia kulingana na mahitaji binafsi ya klabu ya Young Africans. Tumepata presentation hiyo na tumeweza kuitazama na kutoa mawazo kwa yale maeneo ambayo tulikuwa tunaamini yanaweza kufanywa kazi na yakaboreshwa. Na baada ya kumaliza kikao hicho, moja katika makubaliano ya kikao ni kutengeneza timu ya pamoja kati ya secretariat yetu ambayo chini CEO Andre Mtine pamoja na timu ya design kutoka GSM Group kwa ajili ya kuaccommodate hayo mahitaji ambayo tunahitaji wote kwa pamoja. Na nitoe mwendelezo sasa, baada ya kumaliza hatua hiyo ambayo tumekubaliana, in a week time inatakiwa hiyo imeshakwisha, kwa sababu conceptual design imekamilika. Wanahitaji kwenda kwenye detail design. Nikisema hivi watu wa miradi watanielewa. Architects anaweza kutengenezea muonekano mzuri wa jengo. Hatua ya kwanza ni kutoa mapendekezo yako na kukubaliana. Hatua inayofuata sasa kwenda kwenye structural design na services na vitu vingine ambavyo hiyo inaweza kuchukua muda kidogo. Tunatarajia tutakuwa na schedule of works baada ya hapo inayotuonyesha matukio hayo yatachukua muda gani, na kila hatua tutakayokuwa tunaifikia tutakuwa tunaileta kwenu. Kwa baada ya kufanya kikao cha leo na kupata conceptual design, tumekubaliana na tumeridhia kwa asilimia zisizopungua 90, machache kama asilimia 10 ndio yatakayokuwa na mabadiliko kwenye mchoro huo. Kwa hiyo tumekubaliana ndani ya wiki moja hayo yatakuwa yamekamilika. Baada ya hapo, wiki inayofuata tunatarajia kuwa na kikao kingine kitakachokwenda gharama. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tuna concept lakini hatujapata gharama. Tukitoka kwenye hatua hii ya concept ambayo ndani ya wiki moja tutakuwa tumekamilisha, tutakwenda kwenye hatua ya pili ya kuestablish cost of the project. Tukiweza kupata gharama za ujenzi wa uwanja baada ya kuwa tumeyapitisha yale tunayoyahitaji yawe sehemu ya uwanja huo, hatua ya tatu itakwenda kuwa hatua ya majadiliano ya jinsi gani tutashirikiana na mgawanyo wa mahusiano ya mradi huu. Narudia tena, baada ya kuwa na michoro tukaipitisha, hatua ya pili ni gharama. Baada ya kupata gharama za mradi mzima, hatua ya tatu itakuwa ni mahusiano ya mgawanyo wa mradi huu, kwa maana distribution of shares or partnership inayokwenda kujenga mradi huu. Kwa hiyo kulingana na taasisi hizi mbili, GSM Group na Young Africans ambazo zinakwenda kukutana, tutakuwa tuna mkataba unaotuunganisha kwa pamoja, unaoonyesha majukumu na manufaa ya kila taasisi katika hizi mbili ambazo zinakuja pamoja. Kwa hiyo Young Africans itakuwa na contribution ipi na itakuwa inanufaika vipi, na GSM Group itakuwa na contribution ipi na itanufaika vipi. Kwa hiyo itakuwa ni hatua ya tatu baada ya hii moja ya kwanza leo kwa tumekamilisha. Na katika kila hatua tutakuja kuwajulisha kadri tutakavyokuwa tunaendelea. Baada ya kufikia makubaliano hayo ya mgawanyo wa mahusiano au partnership yetu, tutasign makubaliano officially kwenye public na kila mmoja ataona, na baada ya kufanya hivyo tutakwenda kwenye hatua ya 4 ambayo itakuwa ni utekelezaji wa mradi. Kwa hizi ndio stages ambazo tumeziandaa, na stage hizo zitakuwa ziko communicated kwa wanachama wetu, wapenzi, mashabiki na Watanzania kwa ujumla wanaopenda kufuatilia yale yanayoendelea kwenye Club ya Young Africans. Summarized, leo tumepokea presentation ya kwanza ya aina ya uwanja. Hatua ya pili tunaenda kuongeza yale ambayo tunayahitaji, yatachukua wiki moja, na hatua hiyo itatuletea gharama, ndio hatua ya pili ya costing. Hatua ya tatu itakuwa ni partnership agreement kati ya GSM Group na Yanga, na hatua ya 4 itakuwa ni utekelezaji wa mradi. Niwashukuru sana GSM Group kwa kuwa sehemu ya mahusiano haya.
na hii inakwenda kuandika historia ya klabu yetu. Mradi huu haujawahi kutekelezeka toka kuumbwa kwa klabu yetu. Mradi huu haujawahi kuonekana ni practical kwa miaka mingi sana. Niwahakikishie leo tumepokea dhamira ya dhati kabisa ya mdhamini wetu ambaye pia ni partner wetu, Bwana Ghalib Said Mohamed. Ametuhakikishia kwamba mradi huu ameupa kipaumbele. Siku tutakayotia sign, anatarajia siku hiyo hiyo kuanza ground breaking. Siku hiyo hiyo immediately. Yuko tayari amejiandaa kifedha kwa ajili ya mradi huo. Yuko tayari amejiandaa kitaaluma, maana technical team. Yuko tayari kwa kuhakikisha mradi huu unafanikiwa. Na sisi kama kamati ya utendaji tunamhakikishia kwamba ndio ndoto yetu kuhakikisha kuwa tuna uwanja, ndio dhamira yetu kuhakikisha kwamba tunatekeleza mradi katika kipindi cha uongozi wetu, na tutakuhakikishia kwamba sio tu utapata support. Huu ni mradi wetu sisi utakao tekelezwa kwa nguvu zetu usiku na mchana kuhakikisha tunaukamilisha. Lakini sio tu kujenga uwanja, tunaenda kujenga uwanja wa kihistoria ambao uwanja huu utakwenda kurudisha matumaini ya wanayanga waliotamani kuona klabu yao inakuwa na uwanja. Ni ndoto ya wanayanga wengi nchi nzima na nje ya nchi. Ninaye rafiki yangu hapa Oriedo, all the way from Uganda. He came to witness this process and he will definitely watch our game tomorrow. Karibu sana. Na sio tu Tanzania inayofuatilia kuhusiana na mradi huu, bali Afrika na ulimwengu unafuatilia kuhusiana na mradi huu. Na niwahakikishia kwamba tutakwenda kutekeleza kwa umakini na kwa uadilifu mkubwa kwa nguvu za Mwenyezi Mungu kuhakikisha mradi huu unatekelezeka na unakuwa ni sehemu ya historia kwa vizazi na vizazi vya wapenzi na washabiki wa klabu ya Young Africans. Kwa kusema hayo, tutakuwa tunarudi kwenu katika kila hatua kuwaonyesha mahali tulipofika, na mtakuwa na nafasi ya kuwajuza Watanzania na ulimwengu kwa ujumla kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea kwenye mradi huu wa klabu ya Young Africans. Nawashukuru sana, na sasa nitakuwa tayari kama kuna swali. Lakini kabla ya hapo niseme element moja muhimu ambayo mnapaswa pia kuijua. Klabu ya Young Africans, ukiachilia mbali partnership ambayo inakwenda kuifanya, tutakuwa pia tumekubaliana kupitia Excom, tutakuwa tuna technical team ambayo ni consultant wa kwetu ambaye atakayeenda kusimamia quality assurance ya mradi. Wote tunafahamu kwamba mwekezaji atakuwa na technical team kwa ajili ya ujenzi kwa maana ya contractor na consultant, lakini kwa kuhakikisha quality assurance pia inasimamiwa upande wa sisi kwa maana ya taasisi ya Young Africans. Tutatangaza tenda pia ya consultant upande wetu wa mtu ambaye au taasisi yenye taaluma ya miradi kuja kusimamia quality, na hii ni standard practice. Partnership zozote zinakwenda kwenye hayo maeneo ili kulinda interest ya kila party kwenye huu mradi. Kwa hiyo tutaappoint pia, tutaitangaza na kumappoint consultant atakayeenda kusimamia quality kwenye uwanja wetu, na dhamira ni njema kuhakikisha ya kwamba kile ambacho kimekuwa designed na ndio hata GSM Group wanakitamani kiwe implemented kinakwenda kusimamiwa na consultant huyo kwa ajili ya kuhakikisha ubora na thamani ya mradi huu unakuwa ni mkubwa sana. Sasa